Jeshi la polisi nchini Tanzania limetoa taarifa kufuatia matukio ya vurugu, uporaji wa mali na uvunjifu wa amani yaliyotokea tarehe 29 mwezi wa 10 2025 katika majiji ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza pamoja na Mbeya, lakini pia katika mikoa ya Shinyanga, Geita, Songwe, Ruvuma, Mara, Dodoma, Kilimanjaro na Iringa, na kusababisha madhara kwa binadamu, kuharibu mali nyingi za umma na za watu binafsi, kuleta athari kubwa. Sasa kupitia taarifa hiyo imeandika kuwa jeshi la polisi linapenda kuwataarifu umma wa Tanzania kuwa kufuatia matukio yaliyotokea uporaji, uvunjifu wa amani yaliyotokea tarehe 29 kwenye mikoa tajwa, kusababisha athari kubwa. Mbali na athari kwa uhai na maisha ya watu, waliofanya uhalifu huo waliharibu na kuchoma moto mali za umma kama vile ofisi za TRA, TAKUKURU, mahakama, ATM za baadhi ya benki, vituo vya polisi, vituo vya mabasi ya mwendo kasi kama Kimara Mwisho hadi Magomeni na kutoka Magomeni hadi Moroko, ofisi za serikali za mitaa, kuchoma moto barabara za lami na za zegi kwa kutumia matairi, na majengo kadhaa ya Chama cha Mapinduzi pia walichoma moto na kuharibu magari ya umma. Aidha, mali za watu binafsi ziliharibiwa na kuchoma moto kama vile vituo vya mafuta, maduka mbalimbali, magari makubwa na madogo kuchomwa moto. Pia walifanya uporaji wa mali na fedha za watu kutoka maeneo mbalimbali ya biashara. Lakini pamoja na kwamba baadhi waliopanga na kutekeleza uhalifu huo wamekamatwa na kuanza kufikishwa mahakamani, jeshi la polisi nchini kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinaendelea na msako mkali wa kuwatafuta wale wote waliopanga na kuratibu na kutekeleza uovu huo. Aidha, wakati hatua hizo zikiendelea, jamii inaomba kuendelea kutoa ushirikiano wa dhati, kutoa taarifa za watu wote waliohusika ili hatua sahihi za kisheria zichukuliwe dhidi yao. Pia kufuatia uchunguzi na ushahidi uliokusanywa hadi sasa, jeshi la polisi linawasaka kwa ajili ya kuwakamata watu wafuatao. Wa kwanza ameandikwa Joseph Gwajima, lakini wa pili ni Brenda Jonas Rupia, lakini wa tatu ni John Mnyika, wa nne ni Godbless Lema, lakini wa tano Machumo Maximilian Kadutu, sita Deogratus Cosmas Maila, wa saba ni Boniface Jacob, Hilda Newton, Awadi Kalonga pamoja na Man Golugwa. Jeshi la polisi linataka kujisalimisha katika vituo vya polisi mara moja watakapoona taarifa hii pale popote pale walipo. Katika hatua nyingine, jeshi la polisi linafahamisha kuwa hatua za kisheria kwa wahalifu ambao wameshtakiwa ama wameshakamatwa zinaendelea kote nchini, na kwamba tarehe 7 mwezi wa 11 baadhi wamefikishwa mahakamani. Jeshi la polisi linaonya kuwa mtu au kikundi cha watu wanaopanga kufanya uhalifu wa namna yoyote ile halitasita kuchukua hatua za kisheria dhidi yao. Pia jeshi la polisi linaendelea kutekeleza majukumu yake kwa weledi katika kulinda raia na mali zao. Vilevile tunapenda kujulisha umma kuwa waendelee na shughuli zao bila hofu yoyote, na watoe taarifa mara moja pale wanapoona dalili yoyote ya uhalifu au uvunjifu wa amani mahali popote pale, ili hatua kwa mujibu wa sheria ziweze kuchukuliwa. Taarifa zinaendelea kutolewa kadri hatua za sheria zinavyoendelea kuchukuliwa dhidi ya waliotenda uhalifu huo na wanaoendelea kupanga uhalifu wa aina yoyote ile. Imetolewa na jeshi la polisi, msemaji wa jeshi la polisi makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania. Kwa hiyo hivi sasa kwenye listi ya watu ambao wanatafutwa wapo 10, lakini Gwajima ni namba 1, Bidada Newton, lakini Boniface Jacob na watu wengine wameweza kuwekwa kwenye hatua ya watu ambao wanasakwa zaidi, na aidha wajisalimishe au jeshi la polisi litumie nguvu kuwatafuta mpaka kuwapata.